ukiwa kwenye upweke, sawa, upweke wa aina mbalimbali, sawa, upweke huwa unazigeuza zile red flags kuwa green. Exactly. Ukiwa kwenye upweke hauoni red flags. Kwa sababu ni sawa na mtu ambaye naambiaga watu kwamba ukionja chakula wakati una njaa, kila chakula kinakuwa kitamu. Kwa sababu kwa wakati ule unaonja kwa kutumia tumbo. Yes. Hauonji kwa kutumia ulimi. Yes. Lakini ukishashiba unaanza kugundua hivi chakula nimekulaje? Kilipitaje? Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Cameron. Karibu tena kwenye episode nyingine. It's been a while. Sijakuona muda mrefu sana na wewe hujaniona. Lakini nafurahi kwamba ni mzima wa afya na unaendelea vizuri. Na leo tumeandaa episode nyingine kwa ajili yako. Ni kitu ambacho kinatutokea wote kwenye maisha, hasa katika machaguzi tunayoyafanya kwenye mahusiano. Unakuta wewe ni mtu mzuri tu, yani watu wanakujua kwamba wewe ni mtu mzuri, lakini chaguo lako nalochagua linakuwa ni tofauti na wewe. Yani mpaka watu wanashangaa walikutanaje hawa, ilikuwaje. Na wapo watu ambao wamefanikiwa kuchagua vizuri, tunawapongeza. Lakini kwa wewe ambaye unajikuta unachagua either mwanaume au mwanamke, alafu ukikaa pembeni unashangaa, hivi inakuwaje mimi nachagua watu wa aina hii? Na unajikuta ni watu tofauti, lakini ukiangalia ni tabia zao ni zile zile. Mfano wewe ni mwanamke mpambanaji, unajua kujitafutia pesa na nini, lakini unajikuta tu unaishia kuwa na wanaume ambao hawana hela, wako broke. Why? Au unajikuta wewe ni mwanamke pia mpambanaji nini, unaweza usiwe hata mpambanaji, lakini unajikuta kwenye mikono ya wanyanyasaji, wanaume wanyanyasaji. Na sio huyo tu, hata ukiangalia nyuma unajikuta ni watu hao ambao umekuwa ukiwachagua. Kwa nini? Kwa leo niko hapa na Elibariki Mkumbo. Yeye ni mtaalamu wa hizi kitu. Sijui tutaelewa maana ni vitu deep kidogo. Tuombe Mungu atusaidie kufungua masikio kusikia vizuri sauti ya Elibariki ili tuweze kupona. Na wote tuseme amen. Karibu sana. Kaka Elibariki Mkumbo. Asante sana. Nimekutambulisha kisi sijasema wewe ni nani. Kwa hiyo unaweza ukatuambia kwamba mimi ni labda therapist nini. Elibariki Mkumbo, mimi ni mwanasaikolojia lakini pia ni therapist, mshauri. Nafanya kazi kwenye eneo hilo la kusaidiana kutibu ule mtu wa ndani, kutibu yale majeraha ya ndani na vitu vinavyofanana na hii mada ambayo tuko hapa. Yes. Kwa sasa kaka Elibariki, yani hali ndio iko hivyo kwamba unajikuta mimi pattern ambao sielewi inaanzia wapi, kwamba mimi natamani nipate mwanaume mwenye hela, mwenye uwezo fulani, mwenye ambaye yuko hivi na vile, lakini nikiingia field najikuta sasa sijui sionekani, lakini unajikuta unachagua kitu opposite. Hapo inakuwaje yani? Hapa ni pako deep kidogo, na nadhani tunaweza labda nikupe tu mfano. Ukiamka asubuhi kufungua kabati lako, ndio? Kuna nguo nyingi tofauti. Nini kinakufanya uchague nguo fulani na sio fulani? Inategemea na siku yenyewe imelewa. Na kwa kuna namna unavyoiangalia ile siku na namna unavyojifeel, umeelewa? Au mtu ameenda labda dukani amekuta nguo tofauti, anataka kununua nguo moja. Sasa katika ule mchakato wa kuchagua zile nguo,
maana yake kuna vitesti fulani vyako vya ndani sana ambavyo wakati mwingine hata huwezi kuvielezea. Ndio vinakulidi kuchagua. Na utaona unakuwa na nguo, una mikato yako ya aina fulani. Kabisa. Umenipata? Kabisa. Kwa hiyo iko hivi kwenye partners. Okay. Tunapochagua wenza. Na wakati mwingine hatuiti kuchagua. Kuchagua inawezekana isiwe neno zuri sana. Unaelewa? Kuna wakati tunavutika au kuvutiwa. Tunavutiwa. Actually tunavutiwa. Umenipata? Kuna kuvutiwa au wakati mwingine kuvutika kwa watu wa aina fulani. Umeelewa? Na kama ulivyosema, lakini unajikuta mbona ninachokitamani sicho ninachokipata. Yes. Sasa ni vizuri kuelewa mfumo ule wa ni kitu gani kinafanya mimi nivutiwe na mtu fulani. Ni kitu gani kinafanya katika kaka 10 walioko pale, kuna mmoja, kuna namna unajisikia tofauti. Kuna namna, kuna button fulani ana click ndani yangu. Alafu najisikia salama kwake. Alafu natamani kwenda hatua nyingine mbele. Huwa mara zote moja ya kanuni ya msingi ni kwamba tunapokuwa katika maisha, malezi na makuzi, huwa tuna tabia na hulka ambazo tunakuwa tumezitunza ndani yetu kutokana na malezi na makuzi bila hata kujua. Kwa mfano, sasa hivi wewe nikikwambia ulipokuwa mtoto mdogo, nikikwambia kula, si ndio? Ulikuwa unachukua kijiko, unatafuta mdomo ulipo, una struggle, unakosea hapa, unaweka hapa, unaweka. Lakini baada ya kurepeat kwa muda mrefu, wala huwazi mdomo uko wapi, automatically hata gizani unaweza manake kale ka program, kale ka route ya kula tayari kameshahifadhiwa na huhitaji na kufikiria. Kwa hiyo hivyo kwenye hulka zetu kuna vikorokoro vingi sana viko huko deep, ambavyo vinaoperate bila wewe kujua. Na huku sasa ndiko kwenye hizi software zinazo control navutia nani au navutiwa na nani. Lakini kanuni moja ya kukumbuka ni kwamba watu wengi tunafikiria tunavutia wale watu tunaowapenda au tunavutia wale vitu tunavyovitaka. Lakini kimsingi tunavutia vile vitu ambavyo viko familia kwetu, vile vitu ambavyo si tutumie neno gani hapo, vile vitu ambavyo tayari sio vigeni kwetu. Tunavutia vitu ambavyo kama ukiwa na perfume 4 hapa, ukizinusa zote, perfume ambayo ulishawahi kuitumia kabla, ukakutana na harufu yake hapa, utasema hii hapa, kwa sababu naijua. Ni kweli. Swali la msingi linakuja, hiyo perfume ya zamani hiyo unayoijua ni sahihi? Hapo ndipo shida inapoanza kutokea. Mara nyingi tunavutia aina ya watu ambao wanakuja kukamilisha mapungufu tulionayo. Bila wewe kujua, kuna namna una kiu fulani ndani yako. Sawa? Na unatafuta kitu cha kukata ile kiu. Kwa hiyo unaposcan kwenye watu, unaanza kuscan watu watakao kata ile kiu yako. Sasa hapa ndo penye shida. Kuwa na kiu tu tayari ni tatizo. Mtoto mdogo anapozaliwa yuko open, yani hana kiu ya kutaka upendwa na yoyote, yuko free. Umenipata? Lakini kadiri unavyoanza kukua na kukomaa, unaanza kupata kuna vitu unakuwa na upungu, kunakuwa na aina fulani hivi ya vyakula vya kihisia na mahusiano unavikosa. Ukianza kuvikosa, ndani mwako
kunakuwa na ukame wa vitu fulani fulani. Sasa unaanza kuishi ukianza kutafuta namna ya kufiksi vile vitu. Umenipata? Tayari unakuwa unaoperate kutokea kwenye changamoto. Hii ni ngumu kidogo. Kwa hiyo kwa mfano, mtu ambaye amekuwa na kulelewa katika mazingira ambayo hakupendwa, umenipata? Hakujaliwa, alitengwa, hakupata ule upendo. Kuna namna aliwekwa pembeni. Sawa? Anapoanza kuwa mtu mzima, kuna namna fulani ndani mwake kuna gap. Anajaribu kucompensate kile alichokikosa. Kwa maana ya kwamba anapokutana na mtu fulani anajaribu kutafuta upendo kwa kuonyesha upendo. Sawa sawa. Umenipata? Kwamba kile nilichokosa. Kwa mfano, watu wengi wanaofanya wenye vituo vya kulelea watoto, wengi ukiwapekua utagundua wengi wao walipita katika malezi ambayo alikosa ule upendo. Kwa hiyo kuna namna kila alichokosa yeye anatamani anatamani watu wengine wasipite kwenye barabara aliyopita yeye. Ni nia njema hiyo. Ni nia njema. Sasa pia kwenye mahusiano, kama mimi nilikosa upendo, kuna namna fulani ninaanza kutafuta upendo kutoka kwa watu. Na nautafutaje? Kwa kusupply upendo. Kwa naamini kwamba natakiwa upendo sio free, natakiwa nifanye jitihada fulani. Sasa unaanza kujikuta unafanya effort ya kuridhisha watu, unafanya effort ya kupenda. Ukiwa kwenye urafiki, wewe ndio unayepambana wewe urafiki uwepo. Yaani utajikuta una overdo, unafanya kupita kiasi. Na bila kujua utaanza kujikuta unavutia aina ya watu ambao na wenyewe wana njaa. Kwa hiyo unageuka kuwa fixer kama kipindi chako. Sasa ukiwa fixer, labda ndo maana ni fixer. Ukiwa fixer, automatically una attract watu wanaohitaji kuwa fixed. Na mtu anayehitaji kuwa fixed manake hayuko sawa. Ni sawa sawa na mimi nifungue garage hapa. Ndio. Hii ni garage ya kukarabati magari. Siwezi kuanza kulalamika kwa nini magari mapya hayaji. Hakika. Yanakujaje kwenye garage? Garage sehemu ya matengenezo. Kwa hiyo atakuja mabovu. Okay. Lakini nia yako ni njema. Lakini unaanza kujikuta una attract. Unaanza kuvutia watu ambao wanahitaji kuwa fixed. Mwanzoni hawataonekana kama wana matatizo. Kwa sababu dalili mojawapo ya mtu anayehitaji kuwa fixed ni mtu ambaye na yeye anapambana kukufix wewe. Tena hapo kidogo. Mimi nikikutana na mtu tukaanza mahusiano, si ndio? Alafu nikaanza tutumie neno gani? Nafanya effort sana. Unaweka juhudi. Naweka jitihada na juhudi sana kuhakikisha kwamba sikupotezi, kuhakikisha kwamba na kuonyesha kwamba nakujali. Piga simu mara kwa mara, na text mara kwa mara, nafanya hivi, nitatoka hapa, nitafanya zawadi, nitafanya. Umeelewa? Nina deep down ndani mwangu ni kama na mimi nakuwa kama nataka kufix. Effort yoyote, jitihada yoyote ya mimi kutaka kumfix mtu mwingine badala ya kujifix mimi, tayari mimi nina shida. Okay. Mtu ambaye yupo kwenye uwiano mzuri ni yule mtu ambaye anaamini mimi niko kamili, mimi nina furaha ndani mwangu na sihitaji kufanya jitihada yoyote kumbadilisha mtu mwingine wala kumfanya mtu mwingine anipende.
Na kwa umri wako unaweza ukafanya utafiti mdogo, utakubaliana na hiki kitu. Scan watu wote, wadada wote unaowajua wewe. Kuna wadada ambao wanajiamini, wana misimamo, wanajipenda, sawa? Na hawahangaiki sana kufix watu wengine. Angalia aina ya watu wanaoattract, wanaovutia. Ni watu ambao wako emotionally wako sawa. Kweli kabisa. Anaweza asifiti kwenye vigezo vingine ambavyo watu wengine wanafikiria ndio vigezo, labda muonekano, labda nini. Lakini mtu fulani hivi ana confidence zake, anajijua, umeelewa? Utaanza kugundua aina ya watu anaowavutia ni watu ambao wako kwenye level kubwa ya utoshelevu wa kihisia, kuliko yule mtu au wale watu unaowajua wewe ambao tunaweza tukasema wako caring sana, wana care, wanajali, wanatunza. Umeelewa? Utagundua hawa ni watu wanaotaka kufiksi. Ukiwa kwenye jitihada ya kutaka kufiksi, matokeo yake ni kwamba unavutia watu ambao wanahitaji kuwa fixed. Manake tayari kuna shida inaanza. Na mbaya zaidi ni kwamba mwanzoni hutaona kama hiyo ni shida. Mwanzoni. Yes. Lakini baada ya muda utaanza kwa sababu huwa nawaambia watu wengi kwamba ukiwa kwenye upweke, sawa, upweke wa aina mbalimbali, sawa, upweke huwa unazigeuza zile red flags kuwa green. Exactly. Ukiwa kwenye upweke hauoni red flags. Kwa sababu ni sawa na mtu ambaye huwa naambiaga watu kwamba ukionja chakula wakati una njaa, kila chakula kinakuwa kitamu. Kwa sababu kwa wakati ule unaonja kwa kutumia tumbo. Yes. Hauonji kwa kutumia ulimi. Yes. Lakini ukishashiba unaanza kugundua hivi chakula nimekulaje? Kilipitaje? Kwa hiyo ninataka kusema sababu mojawapo ya kwanza inayopelekea kuvutia watu ambao hatuwataki. Yani kwa nini mtu anavutia watu wasio na upendo? Lakini yeye nia yake kabisa haikuwa hiyo. Hakuna mtu ambaye anaweza akaamka asubuhi akasema leo na kwa nia yake ya dhati kwamba natafuta mtu wa namna hii ambaye hanipendi. Hayupo. Lakini kuna namna ambavyo alivyo huku ndani. Sasa hii inatokana na mojawapo ni mtu ambaye amepita katika mazingira ambayo hakupata utoshelevu wa ukaribu toka na wakati mwingi inaanza mbali sana. Wakati mwingine wakati wa udogo ulikuwa katika mazingira ambayo umeaminishwa kwamba kupata upendo lazima nifanye kitu. Lazima ni utumikie. Yes, to earn it. Upendo hauji kiburebure. Kwa hiyo unaanza kupambana. Ukishaanza kupambana kuutafuta, unaanza kugundua, unaanza kukutana na watu wanaotafuta upendo. Watu wawili wanaotafuta kupendwa wakikutana ni bomu. Mimi nikajua ndo safi tena. Si manake watapendana. Watu wawili wanaojipenda wenyewe wakikutana inatengeneza muunganiko mzuri sana. Sasa huyu si amekosa upendo na huyu amekosa, wakikutana si wanapendana? Okay. Wanajazana. Mtu aliyekosa upendo maana yake ndani yake ana jeraha. Yes. Sasa jeraha linaweza kutibu jeraha jingine.
Hapana. Kwa kuna miunganiko mingi ambayo tuliita ni upendo, lakini kimsingi ni muunganiko tu wa majeraha. Kwa hiyo unamvutia mtu ukiamini kwamba baada ya muda unaanza kugundua mbona bado kuna kiu. Yaani unagundua ni kama kuna kiu haikatiki. Yaani sasa na mtu ambaye ana kiu ya maji akanywa soda. Wakati unaishusha ile soda utasikia kama imekata. Lakini baada ya muda unagundua no, bado kiu iko pale pale. Haikukatwa na ile soda. Kwa sababu ulichokinywa sicho kimsingi unachokihitaji. Sasa unaweza usigundue unapomwangalia mtu mmoja, lakini ukiangalia mahusiano yako 3, 4, 5 yaliyopita kama ulivyoanza kwenye utangulizi, utaanza kugundua mbona kama kuna kitu kinajirudia. Mbona kama kitabia ni watu wale. Lakini wanakuja tu katika maumbile tofauti. Kama ni watu wanajirudia, maana yake message kubwa ni kwamba kuna kitu kimoja ambacho hakijabadilika ndio kinavutia watu hawa wote. Ambacho mimi sasa nacho. Ndio maana watu wanakuja ni mtu yule anajirudia lakini miili tofauti. Exactly. Kitu kingine ambacho watu wengi hatukifahamu, huwa tunavutia vile tunavyovichukia. Acha bana. Jipekue, fanya tafiti. Utagundua kile unachopambana kukikwepa ndicho unachokivutia. Na hapa unaweza ukaangalia haya mambo ya mivutano katika mtazamo wa ki-energy, mtazamo wa kimawimbi, kwa sababu unaweza ukaangalia haya mambo ya miunganiko katika namna ya kisaikolojia, katika namna ya kimawimbi, kwa maana ya kwamba hapa tulipo sasa hivi pana redio nyingi. Nyingi hapa, nyingi hata hazina idadi. Lakini tunasikia yote? Hayupo. Ni mpaka tuchukue redio hapa, tuandike hapa labda 88.8. Tukiweka hiyo tutasikia. Umeelewa? Maana kuna mawimbi fulani nikitune, ninaanza kuvutia kitu ambacho kwa wakati huo nilikuwa sikisikii hata sikioni. Tusichofahamu wewe na mimi hapa, japo huoni kwa macho, lakini mimi hapa kuna mawimbi ninatoa. Na wewe pia. Na haya mawimbi yana frequencies. Sawa. Na mimi navutia kitu ambacho kipo katika level yangu ya mawimbi. Siwezi kusikiliza 90.0 wakati kwenye redio yangu nimeandika 88.2. Menipata? Kwa hiyo iko. Sasa aina ya mawimbi unayoyatoa inategemea na aina ya hisia zinazokutawala. Na kwa hiyo hisia zako huwezi kuyaona mawimbi katika hali ya kawaida mpaka vifaa, lakini hisia zako ni kipimo cha aina ya mawimbi unayotoa. Mtu ambaye ana hisia hasi kama hofu, mashaka, wasiwasi, ukiangalia kwenye ile scale ya mawimbi yake ni ya chini. Mtu mwenye hisia za joy, amani ile ya ndani, peace, ukiangalia kwenye ile scale ya mawimbi yake yako juu. Na ndio maana kipindi ambako una amani, una furaha ile ya ndani, angalia vitu vyako around you. Angalia aina ya fursa unazozi attract. Angalia aina ya connection network unazozitengeneza. Zinaendana na hali yako ya ndani. Sasa chochote kwa nini tunavutia vitu chochote unachokiogopa, chochote unachokiavoid, chochote unachojaribu kukikataa,
ndicho unachokivutia, kwa sababu ndio kinatawala sehemu kubwa ya hisia zako. Mfano, leo ukiamka asubuhi ukasema leo sitamani kabisa kukanyaga sisimizi, mfano tu. Nini kinatokea? Siku nzima ufahamu wako umejaa, attention yako yote ipo kwenye sisimizi. Ndicho kinachotawala. Rudi nyuma, shule, wapi, angalia aina ya watu ambao walisema mimi katika maisha yangu sitaki kuoa mtu wa aina hii, au sitaki kuolewa na mtu wa namna hii. 90% umeolewa na hao. Aina hiyo ya watu ambao walikuwa na avoid. Ndio hao. Kwa unaposema sitaki kufanya jambo fulani, sitaki kufanya kile unachokikataa, ili ukikatae maana yake ni lazima uendelee kujikumbusha huko ndani. Tusichofahamu, hiki ni watu wengi hatufahamu. Ile sehemu yetu ya ubongo ambayo inatunza hizi program, hizi software, huwa haielewi kukanusha. Oh really? Yani nikisema sitaki kuvuta sigara, kinachokuwa registered kule ndani ni positive tu. Kuvuta sigara. Ile neno sitaki, chochote cha haielewi, hakiwi picked. Okay, I get it. Kwa hiyo kila unaposema sitaki kufanya kitu fulani, sitaki kitu fulani, usichojua ni kwamba kinachokuwa registered huko ndani, kinachoandikwa umejipa ruhusa. Exactly. Kwa hiyo badala ya sisi kujisemea tusivyovitaka, tunatakiwa tujisemee tunavyovitaka, ili kuregister kule. Kwa sababu ndio maana hata ukiwa unalea mtoto, umeelewa? Ukimwambia mtoto usipande juu ya meza, umeelewa? Anapanda. Ndo anapanda. Kwa hiyo wewe unachotaka ule mtoto afanye nini? Acheze chini. Sema kile unachotaka. Usimwambie mtoto kile usichotaka. Sema kile unachotaka. Okay. Kama unataka acheze chini na sipande kwenye meza, usiseme, usianze kuingiza kwake usipande kwenye meza. Sema muda wote cheza hapa chini. Hii inakuwa picked kirahisi zaidi kuliko unavyopeleka ile ya kukanusha. Kwa sababu namna ambavyo ile, kwa mfano sasa hizi hapa nikikwambia, tunapoongea, nikikwambia naomba kwa sekunde 30 zijazo usiwaze chochote kuhusu tembo mweusi. Usiwaze chochote kuhusu tembo mweusi. Cha ajabu ni kwamba ufahamu wako sasa hivi umetawaliwa na image. Nataka yani tembo mweusi ukoje? Umenipata? Yeah. Kwa hiyo hivyo kwenye mahusiano. Kwa hiyo moja, kama tulivyosema, tunavutia kile kitu ambacho hatukitaki. Kile hatukitaki, kile unachokiavoid. Kinakuja. Kumbe leo ndo nimeelewa. Umenipata? Yeah. Lakini pili, tunavutia vitu ambavyo, neno familia, vitu ambavyo tayari sio vigeni kwetu. Yes. Kwa mfano, kupe mfano tu. Mtu ambaye hakuzoea wala hakupata upendo toka akiwa mdogo. Yani ile caring hakuipata. Sawa. Akikutana na partner anayejali sana, anaanza kusema something is not, haiwezekani ikawa kweli, this is too good to be true. Alafu sasa ndo hapo nilikuwa nataka niulize swali. Unajua kuna wanawake wengi, asilimia kubwa ya wanawake ambao wanapata wanaume wazuri kabisa. Yani kama unavyosema kwamba yani akiona tu ule upendo umezidi anaogopa. Yani hii haiwezi kuwa. Na swali langu ni kwamba yani asilimia kubwa ya wanawake wengi wanapenda bad boys. Ndio maana akija a good man
inamshtua, inampa shida kidogo. Sasa sijaelewa hiyo ni pattern gani huko inafanya kazi. Na kuhakikishia nimefanya kazi kwa miaka ya kutosha. Ukiona mtu ana hiyo pattern ya kupenda bad boys, neno hilo menipata, maana yake ni kwamba mpekue, utagundua, especially kwa wanawake, sio mwanamke ambaye alipata bondi nzuri na baba yake. Sawa sawa. Mwanamke ambaye hakupata bondi nzuri na baba yake au alishuhudia ndoa mbaya ya mama yake, kuna namna ambavyo tayari kale ka software kake. Kwa utashangaa akija mtu mwema mwenye nidhamu zake, I don't recognize this. This is new. Hii harufu inakataa. Hii harufu sijui. Sijui. Sio yenyewe. Kwa hiyo tunavutia vitu ambavyo tushavijua, sio vitu vipya. Sio vitu vipya. Yeah. Kwa hiyo ukiona una mnyororo, maana yake ni kwamba kuna kitu hakiko sawa kwako. Kama kuna mnyororo ambao huupendi, bahati mbaya sasa watu wengi huwa hatupati huu muda, kwa sababu hili ni zoezi gumu. Kwenye vitabu vya kiimani wanasema jikane nafsi yako. Yaani kuanza kujitazama wewe na kuona kwamba kuna shida iko kwangu. Na kama nilivyosema, hauwezi kuiona hii shida ukiangalia kesi moja. Lakini ukiangalia mahusiano 4, 5, 6, alafu kaona kuna kitu kinajirudia, lazima ujiulize swali. Okay, hawa wote kwani walikuwa kwenye kikao kimoja? Na hawajuani. Kwa imekuwaje katika watu wote mimi na piki watu wa namna hii? Maana yake kuna kitu kwangu mimi ambacho kinaniongoza bila mimi kujua, kinaniongoza kwenye vitu vya namna hii. Na bila kukifix hicho, hakuna namna unaweza kuchagua tofauti. Mbaya zaidi ni kwamba ukitulia kwa umakini utagundua huo mnyororo unaohangaika nao wewe, ukikaa na mama yako vizuri, utagundua haukuanzia kwako. Ni kweli. Ukimchunguza bibi yako na kahistoria kake, utagundua pia haukuanza kwa mama yako. Ni parefu. Kwa hiyo matafsiri yake ni kwamba kama kilitoka kwa bibi kikapita kwa mama kikaja kwako, tafsiri yake ni kwamba wewe bila kujua unakabidhi hicho kifurushi kwa wanao sasa hivi. Lakini ni mpaka utakapochukua hatua ya kuanza kukata mnyororo. Sasa bahati mbaya sana, hii hulka, personality ya mtu ambayo amekuwa nayo kwa miaka yote, ambayo ndio imevutia watu wote hawa, ni personality ambayo yeye ameshaimiliki. Yani huyo ndio yeye. Kumhamisha kutoka hapo panakuwa na mapambano. Anaanza kuwa haiko comfortable kabisa. Na huwezi kufix huo mnyororo kama hujaanza kujifix wewe. Uanze kurudi kwenye mimi halisi ni yupi. Usaidiwe. Na kuaga na session unakuta na mtu wa miaka 40, 50. Lakini unapoanza kurudi kwenye barabara yake, yani vina na ni sessions ambazo za vilio, huwa ni session za vilio. Kwa sababu ukienda kugusa yale maeneo ambayo
yalimtengeneza yeye, yalimbomoa. Yani kunakuwa na energy kubwa iko pale, imetunzwa. Kwa sababu ufahamu kwamba jeraha lolote ulilonalo ndani, either ni maumivu, either ni hulka, au ni mtazamo fulani hasi ulionao ndani yako, ili uwe mtazamo uendelee kubaki ndani yako, kuna kifurushi cha nguvu kinatumika kuutunza. Kama jipu. Siku ukisaidiwa kutoboa hilo jipu, usaha ukatoka, ni vilio, ni maumivu makali. Kuna wakati fulani unaweza ukasema mtu kama amepandisha mapepo, lakini sio mapepo. Maumivu ni energy iliyotunzwa kwa muda mrefu, imekuwa released, inaachiliwa. Vinatokaga vitu vya ajabu. Lakini baada ya hapo mtu anakuambia nimekuwa yani kuna koti fulani nimelitua. Zito. Nakuwa zito. Kwa kweli. Na wengi wetu sasa sisi ni wahanga. Ni wahanga kwa sehemu kubwa wa malezi. Yani na kama sio malezi ya kwenye familia, aidha mahusiano yako ya kwanza, kwa mfano kuna watu wanaingia kwenye mahusiano, alikuwa iko sawa tu. Mahusiano yake ya kwanza akakutana na mtu aliyemwaminisha kwamba wewe huna thamani, wewe ni wahovyo, muonekano wako mbaya, wewe hivi. Yani akamtengeneza mpaka ikafika mahali akaingia kwenye ka frame kadogo. Baada ya hapo kurudi kwenye ile version yake ya mwanzo ni ngumu. Matokeo yake kutokea hapo anaanza kuvutia watu wa aina ile ile wanaofanana na uhusiano wake wa kwanza ulioharibika. Na huwa ni ngumu sana kumsaidia mtu kutoka kwenye huu mnyororo, kwa sababu kuna namna ambavyo anahisi kama anakosea. Kwa mfano, jana nilikuwa na session na mteja mmoja. Sawa. Ni dada ambaye ipo kwenye mahusiano, na kwenye mahusiano ambayo yani yeye ndio anayepambania huo uhusiano uwepo. Yani mume akiondoka asubuhi anaweza asitext mpaka jioni, yani hivyo. Yani nasa kwamba anamchukia, lakini yuko hivyo tu, ni kama yuko dal fulani hivi. Huu dada yuko kwenye utumwa fulani. Sasa nikawa namuonyesha hii shida. Baadaye kaona shida yake, lakini akawa na hofu. Sasa nikipona nitaendelea kuwa naye. Kwa hiyo ana hofu. Kwa hiyo umenipata? Kwa hiyo yupo kwenye point ambayo, my point hapa ni kwamba kuna namna fulani ukizoea hii personality, kuna wakati unaogopa kupona. Kwa sababu unaogopa ukipona ni kama nitampoteza huyu mtu. Unaweza kushangaa kuna mtu yupo kwenye mahusiano na mtu anayemnyanyasaji sana. Ukianza kumuonyesha hapo, anaogopa kupona kwa sababu anajua nikipona nitampoteza huyu mtu, kwa sababu huyu mtu amemwaminisha kwamba ni hata upendo ninaokupa ni kama nimekupa ofa, haustahili. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba anapambana kuilea ile ofa katika hali kwa ameshakaa kwenye ile position ya mtumwa, juu kuna mfalme. Kumbe upendo upo tu, hatutakiwi kufanya chochote, yani just to end it. Exactly. Yani nikupe tu mfano. Ua linafanya jitihada yoyote kuleta kipepeo? No. Linachokifanya ni kuchanua na kusmell kwa nature yake. Automatically kipepeo anajisikia vizuri. Anajua harufu hii ndio ninayoitafuta. Anafika pale bila jitihada yoyote ya ua. Very true.
Ukiona mtu anaanza kujiuliza maswali kama, kwa mfano jana kuna mtu alinitext akaniambia, hivi kweli mwalimu, hivi kweli nitapata mtu kweli atakayenipenda na mimi ni enjoy maisha? Hiyo statement hiyo tayari inakuonyesha pana shida kubwa. Kwa nini unatafuta anayekupenda? Ukishaanza effort ya kutafuta mtu wa kukupenda, maana yake upo katika ukame, unaoperate kwenye scarcity. Na ukiwa unaoperate kwenye njaa, hauwezi kuvutia kitu kilichoshiba. Kwa hiyo hapo niulize labda mtu ambaye mtu ambaye ni mkamilifu labda kihisia, labda tuseme yuko stable kihisia, huyu mtu anakuwaje? Mtu ambaye tunaweza kusema yuko stable au kamilifu vile tutakavyoita, ni mtu ambaye ana ule utoshelevu wa ndani wa kwake mwenyewe, usiotegemea kukamilishwa nje yake. Ana utoshelevu wa ndani wa kihisia, yani hategemei chochote nje kije. Sio katika namna ya kiburi, manake kuna watu wana kakiburi, ego fulani hivi, kwamba mimi simhitaji mtu bana, mimi nimekamilika. Hiyo ina ulemavu. Hiyo sio naiongelea. Hii ni yule mtu ambaye anayo amani ndani yake. Najisikia kuwa na amani nikiwa na mtu au nisipokuwa na mtu. Najisikia furaha, najisikia sihisi kupungukiwa. Sisemi kwamba hapa, simaanishi kwamba huyu mtu anajua anaweza kuishi maisha yangu yote bila kuwa na mahusiano. Sio mantiki hiyo. Hapa physically, kimwili tunahitajiana. Hakuna na mtu anaweza kujikamilisha mwenyewe. Lakini tunaongelea ule utegemezi wa kihisia. Ukiona unaumia sana, kwa nini watu hawa appreciate nilivyovaa? Ukiona unapata shida sana kwamba kwa nini nina muda hapa, huyu mtu hajaniambia ananipenda, na unaona inakudisturb kabisa, unasikia maumivu, fix you. Na utakuja kugundua unapiga kwenye mshono, na utakuja kugundua wale watu ambao wala hawana kiu ya kuyadai hayo, ndio wanayopewa. Yes. They don't struggle, yani afanye chochote, lakini nikiongea hapa unaweza ukawajua, ukiscan you can tell. Kwa hiyo mkikutana watu wawili ambao kila mtu ana utoshelevu wake, mna share utoshelevu wenu. Kunakuwa na kila mtu ana independence yake, ana kujitegemea kwake. Na kuna namna ambavyo kila mtu atakuwa na, yani kunakuwa na muunganiko ambao mimi najua Irene nikiwepo kwake ana furaha, hata nisipokuwepo kwake ataendelea kuwa na furaha zake. Nikilijua hili, sio kwa maneno yako, ila kwa vitendo vyako na hulka yako, kuna namna kama mwanamume
napambana kuprotect mtu wa namna hii. Wewe ukikutana na mwanamume ambaye yani hatetemeshwi na drama zako, umeelewa? Yani yuko sio kiburi, lakini tutumie neno gani sijui, lakini ana ule ukamilifu. Kuna namna ambavyo naturally kuna namna fulani unajisikia salama. Ni kweli. Ni kweli. Na unafanya jitihada kuhakikisha kwamba unalimwagilia hivyo hivyo. Very true. Lakini hii haipaswi kuchipua kutoka kwenye kiburi. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa amepita kwenye breakups kadhaa, si ndio? Akafika mahali akasema kuanzia sasa sijali mtu mimi na maisha yangu ni hivi, umeelewa? Huyo mtu ndani ana huzuni sana. Siongelei hiyo. Naongelea ule utoshelevu ambao ni zao la kujijua wewe ni nani, kujua thamani yako, kujua ukubwa wako, ukamilifu wako, kujua kwamba mimi niliumbwa nikiwa kamili kabisa. Nilipozaliwa pale sikukabidhiwa kwa mtu kwamba unahitaji huyu akupe furaha. Unahitaji huyu. Mimi nikiwa kamili, seti iliyokamilika. Ukirudi kwenye huo msingi, huyo ndio wewe halisi. Na huyo ndio mwenye nguvu. Hakika. Na kuambia, tunafahamu wote ni watu wazima. Unaweza ukashangaa, kina dada mnajua, kuna aina fulani ya kina dada wenye quality hizo. Unaweza ukashangaa aina ya watu wanao attract mpaka unashangaa. Yani ni watu wa profile kubwa. Tofauti na unavyomuona anavyoonekana. Lakini sio haihusiani na muonekano. Inahusiana na aina ya mawimbi unaoyatoa. Ni mawimbi ya namna gani? Tuliokaa vijijini tunafahamu. Ukisikia kwenye pori fulani kuna mwembe una maembe matamu, huwa tunaufuata popote pale ulipo. Mwembe hata siku moja ufanye matangazo, jamani kuna maembe huko mabichi. Unajulikana tu. Umeelewa? Mtafunga safari. Yes. Wenyewe upo katika nature yake, uhalisia wake, ukubwa wake na thamani yake. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye, na nataka kusema wote katika malezi yetu, sio mimi, sio wewe, sio tumepita kwenye malezi ambayo kuna namna fulani hivi yanakuathiri kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa mkubwa, unaanza kupambana, kuanza kujifix. Unaanza kutafuta namna ya kujifix. Kwa hiyo hamna malaika hapa atakayesema 100%. Ila vile viwango vya kujifix katika namna sahihi. Kwa sababu kuna kujifix ambako kunatengeneza tatizo jingine jipya kabisa. Kwa hiyo moja ni ishu ya malezi na makuzi. Nyingine ni ishu ya mitazamo. Umekuwa unaamini sina thamani, umekuwa unaamini hivi, umekuwa unaamini hivi. Yale uliyopitia yanatengeneza kitu fulani ndani yako ambacho sasa kinaanza kutengenezea yule wewe, ile identity yako, ule utambulisho wako. Na ule utambulisho wako ndio unaochagua aina ya watu unaowavutia au unaovutiwa. Kwa mfano, na hii naiona mara nyingi sana, wadada wengi wema, wale wema ambao
Yani ukimzoea tu siku 2-3 amekuwa rafiki yako. Ni aina fulani ya kina dada ambaye anaweza akapita akatafuta shati akakuletea zawadi. Yani wadada wengi wa aina hiyo huwa mara nyingi wanaenda kuwa na watu wasio sahihi. Kwa sababu wametengeneza safe space, wametengeneza eneo salama. Na unajikuta unavutia watu wanaotafuta usalama. Mkua garage sasa. Lakini inaumiza moyo kwa sababu kwa nini? Mimi ni mwema, mkarimu. Umeelewa? Kwa nini? Nikutana kesi moja, mwalimu anaandikia text mwanafunzi, ananiambia, mwalimu, kwa nini mimi navutia aina hii ya watu? Either ni watu ambao wapo kwenye migogoro ya mahusiano, wengine wapo kwenye ndoa, wengine alisha break up, iko kwenye heka za kujaribu kurecover. Na anasema kila anayekuja kwangu wananiambia, yani wewe, yani una uwezo wa kumsikiliza mtu, yani sijawahi kusikilizwa hivi. At least wewe unanipa sikio. Kwa hiyo kuna namna fulani. Akasema, mwalimu, kwani hiki ni kitu kibaya? Kwa unajikuta kuna wingu fulani unalitengeneza ambalo linavutia watu ambao wanahitaji msaada. Matokeo yake mwanzoni utaona kama yuko salama, lakini baadaye kishaanza kukaa pamoja na kusogeleana, unaanza kugundua kuna tofauti kati ya ule mkia ulioupenda na mwili wenyewe uliobeba mkia. Unaona ni vitu viwili tofauti kabisa. Na hapa ndo shida inaanza. Alo, unaongea taratibu lakini dawa inaingia. Sasa let's say kwa mfano mimi ni yule ambaye nilikuwa na utoshelevu wangu. I was very much okay. Na lakini nikakutana na mtu ambaye akanitoa kwenye hiyo frequency, akanipeleka kwingine. Mimi nafanya nini ili nirudi kwenye au let's say simply put kwamba nifanye nini ili mimi niweze kukaa katika utoshelevu wangu. Vitu ambavyo natakiwa ni practice on a daily basis. Yani kila siku, ili kwa sababu ni kama tunasahau hivi. Yani there's a point unafika unasahau kwamba mimi ni mkamilifu, hivi nilivyo, niko hivi na hivi na hivi, tunasahau. Kwa experience yako wewe, mimi nifanye vitu gani labda kila siku, au maybe after what time nifanye nini ili niweze kukaa katika ile consciousness ya ukamilifu wangu. Sawa. Nadhani pengine siku moja huko mbele tunaweza kuwa na kipindi kingine cha kuongea kwa kina tuna fix vipi hiki. Yes. Lakini kwa haraka tunaweza kusema step ya kwanza. Step ya kwanza ni mtu kuanza kujipekua na kugundua shida alizonazo kwanza. Na kukubali. Because hapa ndo pagumu. Kukubali kwamba kweli na changamoto. Yes. Kwa mfano, kuna viashiria ambavyo vinaweza kukuonyesha kwamba kuna changamoto. Mfano, ukiwa na wivu. Sawa. Kama una tendency ambayo unajiona nina wivu mkali. Tukirudi nyuma sana, tutagundua mzizi wa huo wivu ni shida fulani. Na huo mzizi ndio unakusaidia kuchagua aina ya watu. Ukiona mtu hapa naongelea wote, inawezekana wanaume na wanawake.
Ukiona mtu ana tabia ya kucontrol sana, yani una control. Ukiona mtu ana hofu ya kuachwa, ukiona mtu ana dalili za kiu, tutumie neno gani, anafanya kazi sana kuridhisha watu wengine, yani umejisahau wewe kabisa, maisha yako yote yanaoperate kwenye kuwaridhisha watu wengine. Yani kuna kitu fulani nataka kukifanya, lakini watu watasemaje, inabidi niende watu wanavyotaka, manake kuna kitu hakiko sawa. Hizi ni baadhi ya ishara za nje ambazo nyuma yake zimebeba mzizi mnene sana wa shida ya mtu. Ukiona kwenye mahusiano wewe ndio unayepambana kutunza huo uhusiano, yani siku na wewe ukisema okay, na mimi nitulie, unajua kabisa hauna mwezi uhusiano unakufa. Kwa sababu wewe ndio unaye utakayefanya yote, wewe ndio unayepiga simu, wewe ndio unaye text, wewe ndio unayeulizia, yani wewe ndio unayefanya. Ukiona upo katika situation ambayo ni kama vile unajiona huna thamani, kuna namna ambavyo ukijitazama kama hujikumbuki hivi. Yani ukimwangalia Irene wa sasa na Irene wa miaka 5, 6, 7 iliyopita, ni kama unaona ni watu wawili tofauti na hauna furaha na huyu, manake kuna editing imefanyika hapa katikati. Kwa hatua ya kwanza ni kuanza kuona viashiria vya aina hii. Kiashiria kingine ni kuanza kuona, kagua pattern yako ya mahusiano. Rudi nyuma, angalia aina ya watu ambao nimekuwa nikiwavutia. Kuna mfanano? Maana yake vyote hivi vina point kwako kwamba kuna kitu nahitaji kukifix. Kwa step ya kwanza ni ujue na ukiri na ukubali kwamba mimi hapa ndo nazingua. Inauma, ni step fulani ngumu, na wakati fulani inahitaji msaada. Yani ni ngumu sana kuanza kujipekua wewe mwenyewe. Yani kuna wakati fulani unahitaji msaada wa mtu mwingine. Unahitaji kwenda kwa counselor, therapist akusaidie kuanza kujipekua kwenye hayo maeneo, alafu uangalie. Baada ya hapo, ukishaelewa ni eneo lipi ambalo lina shida, ni kuanza kuwa na mikakati ya kuanza kujifiksi, na inaweza ikapishana kulingana na aina ya shida ambayo uko nayo. Kuna majeraha ya ndani sana. Kwa mfano, watu wanaweza kashangaa mtu ambaye alipata unyanyasaji wa kijinsia akiwa mdogo. Kuna namna maisha yake yote ana attract watu ambao wanafanya tu, yani wana hizo attempt za kunyanyaswa kijinsia, ni kama zinajirudia, na unakuta anavutia watu wa aina hiyo hiyo. Huyu mtu unaweza kuta ana uchungu, ana jeraha la zamani sana ambalo hajawahi kuliachilia. Huyu mtu anahitaji kusaidiwa kuanza kusamehe na kuachilia. Kwa hiyo barabara mojawapo inaweza kumsaidia mtu kupita kwenye kufanya ile forgiveness, kuanza kujisafisha na kuanza kutafuta. Lakini barabara nyingine ambayo inaweza kumsaidia mtu kutoka kwenye hiki cha hiyo eneo ni kuanza kufanya vitu vichache, kuanza kujikumbusha, kujipenda, kujijali yeye, kujipa kipaumbele yeye, kuanza kufocus kwenye yeye. Kadiri anapoanza kufanya hivyo, kuna namna, lakini
angalizo ni kwamba utakapoanza huo mchakato, kila kitu kilichojishikilia kwako ukiwa mzima kinadondoka ukianza kupona. Nielewa. Kwa hiyo hapo kuna compromise utafanya. Kadiri unapoanza kujitambua, kuna aina fulani ya marafiki hutaweza tena kuchangamana bila kutumia nguvu, na shangaa tu wakati fulani inaweza kuwa hata mahusiano yako ya sasa. Eti wakati fulani. Au ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo, kwa sababu hofu ya mtu kupona ni kumpoteza yule mtu. Exactly. Kwa hiyo kuna wakati mtu, ndo maana nikwambia kuna mtu anasema ni bora nisipone. Kwa sababu mkiwa wawili mmeungana, mkiwa na changamoto, mmoja akianza kupona kunatokea shida. Labda huyu mwingine naye aanze kufanya effort ya kuendea ukamilifu. Kinachozaliwa mara nyingi sasa ni hapo tuhuma zinaanza. Kuna kitu kinaendelea kwako, unapata mahusiano mapya, siku hizi unipendi, badilika. Yule mtu ambaye alikuwa wewe hakujali, wewe ndio unayempigia simu. Ukianza kurudi umekaa kimya, anaanza kuona sio kwamba alikuwa hahitaji yale masimu na matext, alikuwa anahitaji, lakini kuna namna alikuwa appreciate. Vikianza kukatika, anaanza kuvidai, anahisi kuna shida. Okay. Na mara nyingi ugomvi unaanza hapo. Wow, what a beautiful session today. Kwa kweli hii ilikuwa ni fixing for real. Na swali tu la kizushi, kwa mfano wewe kama therapist au psychologist, nani anakufix? Kuna wakati unahitaji msaada na unajijua kwamba kuna yani sawa nani anakufix, lakini pia hizi energy ambazo watu wanazileta kwako hazikuathiri kwa namna moja ama nyingine. Hilo ni swali zuri. Mimi session zangu mara nyingi ni za healing zaidi. Counseling lakini healing sana. Kwa unakutana na madubwasha mengi. Na ndio maana kuna namna kubwa sana ya kufanya. Mimi ukinikuta watu wanaokaa karibu wanajua meditations mimi ni muda wote. Ina routine za kufanya meditation. Kuna namna ambavyo lazima uwe kwenye, kwa sababu kuna tunaposema mtu ana maumivu, yale maumivu yanabeba vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna kazi ya wewe kuhakikisha unakuwa hulewi, unabaki soba muda wote. Kujiachanisha na hayo. Mwanzoni wakati naanza hii kazi miaka mingi kidogo, yani unakuta una struggle, umemsaidia client amevuka, umeelewa, kapona, alafu hatoi ripoti. Kuna namna sasa unaanza kumfuatilia, alafu huyu mtu yani kuna namna unajikuta umejiungamanisha na yule mtu. Lakini kadiri unavyoendelea kujifunza na kukomaa, kuna namna ambavyo una deal na watu bila kujishikamanisha. Hii haimaanishi hauko emotional, hapana, lakini kuna namna ambavyo kuna kakisiwa fulani hivyo nakatengeneza ndani yako. Kwa sio kazi rahisi. Wakati fulani unaweza kujikuta na wewe umebeba mamizigo mengine. Lakini pia achilia hilo tu, lakini pia kuna mahali na wewe unahitaji msaada. Kwa unaweza kwenda ukafanya session na mtu mwingine, sababu pia therapist au makochi tunapishana. Kuna mtu ana skill fulani ambacho wewe huwezi kuwa na toolbox yenye kila kitu. Kuna kitu fulani mwingine anakifanya vizuri zaidi. Wakati mwingine ni sessions online, wakati mwingine ni na unaendelea kujifunza kila siku na kukua. Perfect. Wow, that's enough for today, ladies and gentlemen. Huyo ni Mr. Elibariki Nkumbo ambaye tulikuwa naye siku ya leo. Najua kuna ukame amezungumza nao ndani yako. Kama mimi tu nilikuwa hapa na hapa, nimeupata ule moto.
Je, wewe? Kwa hiyo nategemea maswali mengi sana kutoka kwako. Kama una maswali, kama una sehemu hujaelewa, hapa nitampa nafasi, atatoa namba zake na social media zake namna ambavyo unaweza kumpata. However, kwa ajili ya faida ya wengine, kama una swali, basi unaweza kuliandika kwenye comment section hapo chini ili tuweze kuyachukua maswali yote kumpatia ili aweze kurudi tena. Kuweza kuelezea vizuri zaidi kwa kina mahali ambapo pengine hata hilo swali mimi sijaliuliza, lakini wakati unaangalia wewe likakujia. Kwa hiyo unaweza kaniandikia hapo kwenye comment section, alafu tutamuita tena aje kuzungumza na sisi. Lengo ni wewe upate kile ambacho unatamani kukipata au uponyaji ambao unatamani kuufikia. Sisi ukifanya hivyo, basi nafikiri lengo litakuwa limekamilika. Kwa karibu sana Mr. Libariki, utuambie mtu anaweza kukupataje? Yes. Amekuona, amegundua ana ukame sehemu fulani. Okay, asante. Mimi kama ambavyo amesema ni Libariki Mkumbo, na napatikana kwanza kwenye social media zote kwa jina la Libariki Mkumbo, TikTok, Facebook, YouTube, lakini Mkumbo Libariki Instagram. Lakini pia ukinicheki kwenye namba ya WhatsApp 0755633711, unaweza kaandika ujumbe ukaweka voice note hapo, ni rahisi zaidi. WhatsApp 0755633711. Yep. Kwa hivyo ndivyo unavyoweza kumpata, na ikiwa unahitaji kufanya hivyo kwa haraka sana, tafadhali hakikisha unamtafuta. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Nafurahia kwamba umekuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni leo labda umekutana na hii clip kwa bahati mbaya, basi hakikisha unakuwa sehemu ya familia hii kwa kusubscribe na kuweka notification ili kila tunapoweka kipindi upate kukiona. Zaidi ya yote, unamfahamu mtu, hakikisha umemshirikisha jambo hili ili na yeye aweze kupiga hatua kwenye maisha yake. Mimi napatikana kwenye social media, Instagram @IreneKamugisha_, TikTok, Facebook pamoja na Twitter ambayo sasa hivi ni X, natumia Irene Kamugisha. Nakufurahia sana na nakupenda sana. Endelea kukaa hapa, tukutane tena episode ijayo.